Tunapokuja katika mada yetu ya siku ya leo, na ninyi mkiwa ni kamati ya Bunge ya Huduma za Maendeleo ya Jamii, sisi wakurugenzi wa asasi za kiraia wanawake ambao tunatoa huduma mbalimbali za kijamii, pia tumeona kwamba ni vyema tuseme nanyi ya kwamba katika hili la ndoa za utotoni sasa ni zamu yenu. Ni zamu yenu kwa maana kwamba tayari mahakama ya rufaa imeshatoa ile hukumu, na pengine ninyi sasa mkitusaidia ama mkitekeleza wajibu wenu wa kuweza kuunga mkono huu mswada na kisha ikawa sheria kwamba umri wa mtoto wa kike kuolewa iwe miaka 18, itakuwa si tu imetusaidia sisi kwamba tumeweka alama, yani sisi na ninyi, sisi wa kizazi hiki tumeweka alama katika taifa la Tanzania kwamba umri wa mtoto wa kike kuolewa ni miaka 18, lakini pia tutakuwa tumeepusha matatizo mengi katika huduma za kijamii. Tutakuwa tumeepusha watoto wanaozaliwa kabla na watoto wanaozaliwa na watoto. Tutakuwa ambapo watoto wanaozaliwa na watoto wanapata utapiamlo. Watoto wanaozaliwa na watoto hawapati malezi mazuri. Watoto wanaolewa wakiwa watoto waweze wakatimiza masuala mbalimbali katika ndoa. Kwa hivyo kuna kuwepo na vipigo, kuna kuwepo na uonevu. Gender based violence zinaongezeka katika jamii yetu kwa sababu wanashindwa kutekeleza majukumu yao. Lakini pia wanaolewa watoto hawaolewi kwa mapenzi, wanaongoza pia kwa kuvunja ndoa wanapofika katika umri uliopevuka. Kwa hiyo ina maana kwamba kama itakuwepo sheria itakaweza kulinda na kupunguza hili tatizo la ndoa za utotoni, tutakuwa tumeisaidia jamii yetu. Tutakuwa na sisi tumeweka alama ya uongozi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya mjadala huu mfupi, na tunaamini ya kwamba mtaunga mkono na kulipeleka mbele ikiwapendeza, ambayo naamini kwa kuja kwenu asubuhi ya leo tayari imeshawapendeza. Karibuni sana na tunawashukuruni sana kwa kuwa pamoja na sisi. Kama wadau, napenda tu kuhakikishia kwamba haya mashirika ambayo tunaona mtandao, tuko katika mikoa mbalimbali Tanzania, takriban mikoa yote tumepiga. Na kule kwenye ngazi ya jamii sisi tumejitahidi kwa uwezo wetu kuweza kufanya kazi yetu kikamilifu kwa kuelimisha jamii juu ya madhara ya ndoa za utotoni, lakini tumeenda mbali na hata katika kuwaokoa watoto ambao wanakuwa katika hatari ya ndoa za utotoni. Tutasikia vizuri baadaye namna tumeweza kufanya kwa mfano kule Shinyanga. Lakini bado kikwazo kimeendelea kuwa ni hii sheria ya ndoa ambayo bado inaruhusu watoto kuolewa chini ya miaka 18. Kwa hiyo kwa pamoja na kwa sauti moja tuko hapa tukiwaomba sana ili muweze kutumia nafasi yenu, na kama ikiwapendeza basi kuweza kuharakisha marekebisho ya sheria hii ya ndoa ambayo ni kandamizi. Lakini pamoja na hayo, niseme kwa niaba ya vijana ambao tunapenda kuona taifa letu linasonga mbele na ndoa zetu tumeona kwamba zinakuwa zinarudisha watoto wa kike nyuma kwa kiasi kikubwa. Tunapenda pia kuwaomba mliangalie hili kama wazazi, lakini kama watu mliokabidhiwa dhamana ya kutengeneza kizazi cha kesho, mwangalie ni kiasi ambacho ndoa zetu zinaendelea kuathiri watoto wa kike, basi ni kiasi gani tunaweza kufanya kazi kwa pamoja katika kuharakisha. Na sisi tunawaahidi kwamba pale ambapo mabadiliko ya sheria hii yatakapotokea, sisi tutaendelea na kazi nzuri ambayo tunafanya kule kwenye jamii ili basi jamii iweze kuondokana na ndoa za utotoni. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba hii si mara yangu ya kwanza kuingia kwenye semina hii. Nilipata semina tangia 2015 na kuna kazi ambayo bunge ilijaribu kufanya. Sasa nataka ni share experience na wabunge wenzangu tujue tulikuwa mawapi. Na labda mwenyekiti anaongezea hata sekunde 30 sababu ni muhimu sana. Mimi nilishika 2017 nilishika shilingi ya waziri wa katiba na sheria. Na alinishinda kwa sababu alifanikiwa kulishawishi bunge waziri kwamba swala hili linaweza kuleta mgongano mkubwa sana wa mambo ya kidini, kwamba ndugu zetu Waislamu wanakubaliana na mambo ya wenyewe kuolewa kisha barehe na nini na nini. It was a very baseless argument, lakini sikufanikiwa kufika popote.
Kwa hiyo nikaona kwa sababu mimi nilikuwa opposition, alinishinda kwa hoja hiyo, tukalipeleka TWPG, umoja wa wabunge wanawake, na Mheshimiwa Tulia alikuwa ni champion kwenye hii. Tukasema we have to lobby, tutafute data zitakazolishawishi bunge kwamba sio kweli, na tulipata mashehe wenye ushawishi ambao walikuwa wanatusupport kwenye agenda yetu hii ya ndoa za utotoni na mimba za utotoni. Lakini unfortunately mambo ya bunge unajua ni mengi na nini, hatukufika mwisho. Kwa hiyo mkwamo mkubwa, na it's very unfortunate, sasa hivi alikuwa ni Profesa Kabudi ndo amerudi tena, sasa hivi ndo waziri wa katiba na sheria. Kwa hiyo tujue it is not a joke. Serikali ina hoja yao mahususi samani. Umeeleweka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka sasa nishauri kwenye hili tulirudishe TWPG. Tutengeneze focus group discussions. Focus group yes. Ambazo hizo groups zitaenda kutengeneza data. Na tukiingia nalo kwenye Wizara ya Katiba na Sheria tukashinikiza, sababu ni maelekezo ya mahakama, hayana mjadala. Na wameenda mpaka Court of Appeal. Na maana wameshafika kwenye ceiling. Ili swala halina tena makando kando. Tukambane waziri wa Katiba na Sheria alete ya mabadiliko under certificate of urgency kwenye bunge la Septemba. Kwa hiyo tuwe specific kwenye hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili linaumiza sana. Maana mimi asubuhi, mchana, jioni niko na hawa watoto. Na naomba niseme, wapendwa wangu, waheshimiwa wabunge, watoto wanaolewa katika eneo lile la kwetu ni kuanzia miaka 8 hadi 14. Watoto wadogo sana. Wanauma sana. Na watoto hawataki kuolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuanzia 2013 tulipoanza hizi shughuli hadi sasa tumeshapokea watoto 1656. Watoto 1656. Tumewapokea hawa watoto katika mazingira ya kuwasaidia. Ya watoto hawa tuseme asilimia watoto 96 ni kesi ambazo tulizipeleka mahakamani. Tumezipeleka mahakamani, lakini ni kesi 5 tu ambazo tumeshinda. Na nini? Ni kutokana na ule uthibitisho usiokuwa na mashaka. Kwamba unaenda mahakamani, mtoto ana umri wa miaka 15 ambaye alikuwa anaolewa, mahakama inakuuliza au hakimu anakuuliza kwamba je, hukukuta wamepika pilau? Hukukuta kuna sherehe inafanyika? Kwamba mzazi aliridhia kutokana na kifungu cha 13 na 17. Kwa hiyo ndicho kwa maana hapa tunasema tupate umri mmoja wa mtoto huyu ili tuwe na ushahidi unaoridhisha. Kwa hiyo tuna watoto kesi 5 tu tumeshinda kati ya kesi 96. Japo kuna kesi zingine zinaendelea, lakini asilimia 55 zote tumeshindwa kwa sababu ya kukosa uthibitisho wa kutokana na hii sheria kuwa na vipengele hichi. Ndio kwa maana tunaomba, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niseme sasa kwamba madhara gani hawa watoto wanapata. Kwanza kabisa naomba tuelewe, watoto hawataki kuolewa. Watoto hawataki. Na sasa ninapozungumza hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi tu mtoto ametembea kilomita 8 kwa miguu, anakimbia ndoa. Ametumwa kwenda kisimani, ameolewa, amekaa siku 3 kwa mume, ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza, ameolewa, ameenda kwa mume, siku ikawa bahati nzuri, siku ya 3 ameambia kachote maji, amefika kisimani, kaacha ndoo, akaondoka, anakimbia, anatafuta shirika la Agape lilipo. Katembea kilomita 8, anatafuta Agape ije msaidie. Ninapozungumza hapa, yupo kwenye hostel ya Agape. Tunatafuta mazingira ya namna gani ya kuendelea kumsaidia, japo tumesha ripoti katika taasisi zingine zote, na mtuhumiwa aliyekuwa ameoa tumeshamkamata tayari. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika umri huu wa watoto, dhara mojawapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kifo kwa hawa watoto. Kuna mtoto aliolewa 2017 akatoroka, akawa anakimbia kwenda kujinyonga. Mungu alipokuwa anampenda, kila anaposimama ili ajinyonge, akigeuka nyuma anaona mtu. Kila akisimama mahali anaona mtu. Akawa na kila kienda, hatimaye akawa ametokea ametembea kilomita 42. Amefika mahali amechoka, mama mmoja Bibi Kizeka muangalia, akasema mtoto mbona hivi miguu imepata, hebu kapa mwanangu, nini, naomba maji ya kunyompeni. Wakamwandalia chakula. Baadaye anasema nimetoroka kuozesha na naomba msimrudishe nyumbani. Ikiwezekana nipelekeni polisi ama nitafuteni shirika linaitwa Agape linisaidie. Kwa hiyo hatimaye tuliletewa tangu 2007 hadi leo hataki kurudi nyumbani.
pamoja na kwamba tunafanya counseling na kutumia wataalamu mbalimbali, mtoto hajatamani kurudi nyumbani, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo moja ni vipi? Kwa hiyo huyu mtoto kama angefanikiwa angejiua, lakini kama bahati nzuri Mungu anaendelea kumsaidia, kumlinda. Imagine sasa katika haya kufa, tunaweza kufa si kwamba tu kwa kujinyonga, lakini hata katika uzazi, katika umri mdogo mtoto anaweza kafa. Kuna magonjwa anapata kama fistula na mambo mengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, haya kuna kupata magonjwa, lakini ndio wanaoongoza kuachika, kwa sababu mume aliyemuoa hampendi, hamtaki. Hata mume mwenyewe anaenda kuoa mtoto wa miaka 12, wakina baba na wakina kaka situpa mtoto wa miaka 12. Ukipiga picha tu ya kawaida. Kwa hiyo hawa watoto ndio wanaoongoza kuachika, ndio wanaoongoza hata vifo katika labda katika uzazi na mambo mengine. Lakini pia ndio hata kutelekezwa. Baba unarudi nyumbani unakuta mtoto, mke wako anacheza mdakio pale nyumbani. Mtoto utafanya nini? Wa miaka 12, miaka 8. Mwaka juzi tukutaenda kuokoa ndoa ya mtoto wa miaka 9. Anafunga ndoa. Unaenda kumuuliza hapa, anasema mimi nimeambia tu nivae nguo nikae hapa. Hajui chochote. Kwa hiyo kuna kuachika, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini wanapata mwasiliko mkubwa sana wa kisaikolojia. Tuna mtoto mmoja ambaye huyu nasema nataka kujinyonga. Ametoka amefaulu kwenda form 1 akiwa na wastani wa B. Sasa hivi kila somo anapata F. Kila somo. Ila akili zimeenda wapi? Na tulipokwenda mahakamani anasema baba yangu mimi ndio amemuozesha. Kuna huyu tunayemsema wajuzi ambaye yuko pale nyumbani, ameozeshwa na mjomba kwa lazima. Mjomba na watoto wake, lakini anaozesha watoto wa dada yake. Kwa hiyo kuna hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia katika masuala ya kiuchumi tunamrudisha nyuma. Angesoma akawa daktari, angesoma akawa mbunge, akawa na maisha mazuri, akaboresha maisha ya familia, lakini tumemuozesha. Kesho anaachika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hili nalo ni swala mojawapo. Lakini pia hata katika swala la kufaidi mapenzi, wewe unaenda kuozeshwa na mtu mpendi, maana yake ni ile kitu nataka kusema kibaya kwamba ni tamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ile kitu ni tamu, ni nzuri, ni starehe. Ukimpata unayependa, sweetheart, azizi wa ubani wangu wa roho, kwa sababu unampenda, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa watoto wana mwathiriko mkubwa sana, lakini kubwa kuliko yote, lakini pia ndio wanaoongoza kuua. Kwa sababu kama mimi na miaka 56, sasa hivi na miaka 57, naenda kuoa mtoto wa miaka 14, kesho kuta akinitandika makofi, kesho kuta akinikemea, Mheshimiwa Mwenyekiti. Wewe tuseme kwenda anatoka na kijana mwenzake, wewe baba miaka 70 uko ndani. Tulimuokoa mtoto hapo sehemu moja, mtoto wa miaka 14 anaolewa na baba miaka 70. Huyu baba anaenda kufanya nini na mtu? Akitoka akaenda na watoto wake. Wewe baba unaona mwanao ndo anamtumia. Inakuweje? Lazima tulione hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niseme mimi nishukuru, lakini ninaomba niombe kwamba watoto hawataki kuolewa. Kama hawana haki zingine zile za kupiga kula na nini, na swala la habari ya kuolewa hawataki. Mungu awabariki. Waheshimiwa wajumbe, labda nikumbushe tu kwamba bunge letu mwaka 2016 lilifanya marekebisho ya sheria ya elimu na ikaweka vifungu vinavyosema ukimuoza au kumpa mimba mwanafunzi utapata adhabu ya miaka 30. Kwa hiyo kwa maana ya progress tuna sheria ambayo ipo, lakini sheria hii sasa, kwa nini tunasisitiza bado sheria ya ndoa ni muhimu? Kwa sababu inapotokea kuna mashauri, na hasa katika mazingira kama haya ambapo wazazi, kaka John tu amesahau, kuna kisa kingine tena, mzazi alimpeleka mtoto wake Tabora kwa muda kipindi cha shule, ili baada ya muda, tunajua sheria yetu ya elimu inasema mtoto akishakuwa nje ya shule zaidi ya siku 90 anakuwa amejifuta, ili akirudi asionekane ni mwanafunzi, kwa sababu anajua ukishindwa kuthibitisha kwamba ni mwanafunzi, kuna sheria ya ndoa ambayo inakupa mwanya kwamba unaweza kuendelea kumuoza. Na ndio maana mashauri haya mengi wamekuwa wanashindwa, kwa sababu wanashindwa kuthibitisha kwamba huyu ni mwanafunzi. Na wanaposhindwa kuthibitisha huyu ni mwanafunzi, basi sheria ya ndoa hata hakimu hawezi kusaidia. Anasema inaruhusu, mzazi kakubali, sisi tutasema nini? Kwa ni kitu ambacho kimekuwa kinatokea. Lakini mimi nataka kugusia vitu kama viwili tu, kwamba waheshimiwa wabunge, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya ndoa za utotoni na mimba za utotoni.
siku ya jana Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua ajenda ya kitaifa ya kuwekeza katika afya na maendeleo ya vijana Balee kwa maana miaka 10 mpaka 19. Ajenda ambayo ina mikakati 6. Katika mkakati mmojawapo katika ile 6 ni mkakati wa kupunguza mimba za utotoni. Sasa tunasema kama hatutaangalia ndoa za utotoni kwa namna ambavyo hili swala linaendana na masuala mengine, wakati tunafikiria tunaziba mlango, tutakuwa tumeacha geti wazi. Kwa sababu unapokuja kuangalia mikoa hii kwa mfano inayoongoza kwa mimba za utotoni, mtahitaji hapa mikoa 5 tu kwanza ya Mwanza. Unakutana mkoa wa kwanza ni Katavi, una 45% unaongoza kwa mimba za utotoni. Mkoa wa pili ni Tabora, una 43%. Mkoa wa tatu ni Dodoma, una 39%. Shinyanga haipo mheshimiwa, Shinyanga haipo kwenye sio ya kwanza. Haya, katika mikoa inayoongoza kwa mimba za utotoni Tanzania, mkoa wa kwanza ni Katavi na 45%, na hii ni kutokana na ripoti ya DHS ya mwisho ya 2015-16. Utafiti wa DHS ni wa kitaifa na naamini wajumbe tunafahamu. Na mkoa wa pili ni Tabora, una 43%. Mkoa wa tatu ni Dodoma, una 39%. Na mkoa wa 4 ni Mara, una 37%. Na mkoa wa 5 ni Shinyanga, una 34%. Haya, tukija kwenye ndoa za utotoni, kwa maana sasa uhusiano uliopo kati ya haya masuala mawili, mkoa unaoongoza ni Shinyanga kwa takwimu za mwisho, una 59%. Mkoa wa pili ni Tabora, kwa mnaona Tabora tena ni ya pili kwenye mimba za utotoni, ya pili kwenye ndoa za utotoni kwa 58%. Kwenye ndoa za utotoni Tabora ina 58%. Mara ni mkoa wa tatu, una 55%. Dodoma ni mkoa wa 4, una 51%. Na Lindi una 48% kwenye ndoa za utotoni. Waheshimiwa wajumbe, ina 48%. 59 waheshimiwa wajumbe. Ndoa za utotoni ndio sababu kuu ya kupata watoto katika umri mdogo. Tunarudi kwenye ule uhusiano sasa. Ukiangalia kwenye hizi takwimu zilizochakatwa kutokana na World Bank Tanzania Economic Update waliotoa mwaka 2019, kama inavyoonyesha hapo kwenye jedwali, ukiangalia 64.9% ya mama waliozaa kabla ya umri wa miaka 18 walitokana na ndoa za utotoni. Kwa sababu waheshimiwa wajumbe, serikali yetu inapoenda kuchakata taarifa kwa maana hizi takwimu, ikienda kuangalia tatizo la mimba za utotoni, linaangalia kwa umri. Kwamba tukisema 15 mpaka 19, au ile mpaka 24 kwa maana ile age category, wangapi walipata mimba kabla ya umri wa miaka 18? Hawaangalii kwamba katika huu umri kwa sababu alikuwa kwenye ndoa basi sio mimba ya utotoni. Si kama tunaelewana hapo? Kwa hiyo wakati tunajaribu kuwekeza rasilimali, tunawekeza nguvu zetu kutokomeza tatizo la mimba za utotoni, kama hatuta address tatizo la ndoa za utotoni, takwimu bado zitakuwepo vile vile. Lakini vile vile hii ya pili tu inaonyesha pia kwamba 65.1% ya watoto waliozaliwa na mama chini ya umri wa miaka 18 walitokana na ndoa za utotoni, kwa maana ile ya young mothers. Na hapa ukiangalia pia kwa trend ya swala la mimba za utotoni, ni swala ambalo limekuwa linaongezeka. Kwa hiyo tunapoweka mikakati ya kutokomeza mimba za utotoni, lazima tujue ndoa za utotoni ni masuala yanayoshabihiana. Kwa uwezo ukatokomeza moja ukaacha geti wazi. Ndio maana watu wakitoka huku kwenye mimba za utotoni, mtoto akipata mimba wanamlazimisha yule ambaye alimpa mimba kwamba muoe haraka haraka, kwa sababu hii sheria itatumika, utasema alikuwa ni mke wako.
Kaka Jebra amesahau tu pale kwenye penal code kuna exception. Inasema huwezi kufanya mapenzi na mtu aliye chini ya miaka 18, labda awe mke wako. Kwa sababu gani? Ili kuendana na sheria ile ya ndoa. Sasa mimi nimempa mtoto mimba, lakini kumbe nikimuoa it's even good. Kwa sababu sheria hizi tulizotunga hazitafanya kazi kwangu. Tutakuwa yani tunakuwa hatualiangalia tatizo holistically. Lakini vile vile kwenye masuala ya kiwango cha elimu, hii pia tu ni kuonyesha kwamba kwa mfano jana tuliona pia kuna zaidi ya nafasi 12,000 serikali imezitoa kwa ajili ya masuala ya watu kujiendeleza kiujuzi. Hizi ni jitihada serikali inachukua ili kuhakikisha hata kama watu wote hawachukuliwi na mfumo kuendelea na elimu ya sekondari, wanaweza kujiendeleza kiujuzi na wakastawi. Na inaonyesha kabisa asilimia kubwa ya wasichana waliozaa ni wale ambao hawakwenda shule. Na ndio hili kundi ambalo ukirudisha tena kule kwenye ndoa za utotoni utakuta linashabihiana. Kwa hiyo ni lazima mikakati yetu tunachojaribu kusema iendane. Na kama tunasema tuko kwenye uchumi wa kati, tunawekeza kwenye ujuzi, elimu, basi tuhakikishe vijana wetu wanabaki shule na kusoma. Lakini hata ambao wako nje ya shule tuna mikakati ya kuhakikisha wanajengewa stadi na ujuzi mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, kuna swala pia hili la vifo vya kina mama wakati wa kujifungua. Na tunafahamu kwamba 18% ya vifo vya kina mama inatokana na changamoto wakati wa kujifungua. Na hii kutokana na ripoti, na tunajua nchi yetu imekuwa inafanya vizuri sana kwenye kupunguza au jitihada za kupunguza vifo vya kina mama. Lakini hapo tufahamu changamoto za ujauzito na kujifungua ni sababu kubwa ya pili kwa vifo vya wasichana wenye umri kati ya miaka 15 na 19 duniani. Duniani ni pamoja na Tanzania. Kwa hiyo kama tunataka kuwaokoa watoto na vifo hivi vinavyotokana wakati wa kujifungua na masuala mengine kama ambavyo yalielimishwa, ni lazima tuhakikishe tunawalinda kuingia katika ndoa za mapema, lakini kuna mikakati pia kuhakikisha watoto hawapati mimba na ifahamu inaendelea ipo, ili haya matatizo yote tutaona ambavyo yanashabihiana na kusaidiana kwa maana ya kupunguza ratio.